Offline kuna masuala nilikuwa natamani sana nisikie, na iwe ni kama fursa kwa kijana anayetusikiliza sasa hivi na pia anayetutizama. Mara nyingi vijana wa sasa hivi unakuta wana hofu ya kutafuta fursa kutokana labda na swala la elimu na vitu kama hivyo. Nafikiri ulivyokuwa unajielezea mwanzoni ulisema wewe elimu yako ni form 6 lakini pia ulikatisha masomo chuoni. Lakini mimi tunataka tujue hiyo drive like kwamba yawezekana labda kuna vitu vilitokea labda utashare kidogo. Lakini mimi nimekuwa so proud of you kuwa that aggressive ya kuweza take a step na kusema haijalishi. Sisemi kwamba form 6 is not bad but ni elimu pia la tena ya juu, lakini kuna mwingine anatamani eti anafikiri labda fursa paka uwe na labda na shahada fulani, you understand labda maybe from university or something like that. Lakini CEO it doesn't matter. Sisemi kwamba elimu ni mbaya, lakini what are you telling huyo kijana ambaye anafikiri mimi nitafanyaje hii biashara wakati mimi sina elimu ya biashara? Labda hebu tuelezee ni nini ambacho ulikifanya na kujiamini mpaka kupelekea kuanzisha biashara. Lakini pia unamu-encourage vipi yule mtu ambaye bado labda na changamoto labda wakati anasubiri? Fursa ni nyingi na wewe ni mmoja wapo ambaye tunamsikiza leo kwenye radio. Karibu sana Emilia. Asante. Mimi bahati nzuri ama bahati mbaya wakati nafanya maamuzi ya kuacha masomo nilikuwa katika position nzuri kwa sababu tayari nilikuwa nimeshapata mtu wa kunisponsor masomo. Kwa mimi nilipomaliza form 6 nilipangiwa FM niende nikasome pale. Nikachukua bachelor ya accountants. Kwa hiyo sikubahatika kupata mkopo. Kwa hiyo nikakaa nyumbani tu kwa muda kidogo. Nikaa sasa na mimi na mama tunatafuta kupata mtu wa kuweza kunisponsor. Nikaa nimepata mtu wa kunisponsor masomo. Nikaambia mama mimi sitaki tena kwenda kusoma bachelor ya accountants. Nataka nikachukue mambo ya afya. Kwa hiyo nikarudi sasa kutumia cheti cha form 4. Kwa hiyo nikaenda kuanza kuchukua diploma ya pharmacy. Kwa hiyo nikiwa naendelea na diploma ya pharmacy kuna changamoto nyumbani zikawa zimetokea. Mama akawa anaumwa, hivyo mambo yakawa yameharibika sana. Wadogo zangu wakawa wananitegemea. Kwa hiyo nikasema sasa ikawa nafikia kipindi sasa naenda shule. Nikitoka shule yani baada ya vipindi vile saa 10 natakiwa niende nikatafute kazi, nikafanye kazi ili nyumbani tuweze kula. Kwa ile hali ikawa inaniumiza sana. Weekend sipati muda wa kusoma, weekend itabidi niende tena kama nikatafute ni sehemu ya kufua, kulima, kufanya chochote kile ili nyumbani tupate kula. Nikikosa naomba. Yaani tena kuomba ndio ilikuwa ni kubwa sana kuliko kupata kazi. Kwa ile hali ya kuomba ilikuwa inaniumiza sana. Au kuna wakati naomba mtu anaweza kukupa, umemwomba asubuhi anakupa jioni na wewe una shida ya imetokea sasa unahitaji. Kwa ile hali ilikuwa inaniumiza sana. Baadaye mama alikuwa hana uwezo wa kuenda kufanya kazi chochote kile. Kwa naumwa na wadogo zangu walikuwa wadogo sana. Na ni bado wadogo tu. Lakini sasa nikasema hii hali mimi hapana. Kweli itanipelekea sasa nitaingia kwenye vitu vingine ili nipate kula. Na mimi siwezi kufanya chochote kile, yani siwezi kabisa kufanya kitu ili niweze kula ama niweze kuvaa ama niweze kulisha familia. Sintoweza. Kwa hiyo nikaweza kwenda kuongea na ambaye ananifadhili. Nikamwomba kama ana uwezo wa kunisaidia hata kama kunipa chochote ili kiweze kunisindikiza. Akamsema mimi nakufadhili kusoma tu. Kwa mambo mengine ya familia ya nini sintoweza. Sasa nikasema hapana. Mwisho wa siku mimi nitakuja kufeli alafu nitakuwa nimeharibu pesa zangu. Labda nikukatishe hapo sorry. Tunatamani kujua yani unamwambiaje kupitia hizo changamoto? Yani wewe kupitia changamoto ndivyo kama kusikiza kama nimekusikia vizuri. Changamoto ndio zilipelekea ukaona uanzishe biashara. Sasa unamwambiaje kijana ambaye yuko nje? Ambaye labda anaona mbona sina elimu, changamoto ni nyingi, kumtia moyo ile achukue step ya kama ulivyofanya. Unamhamasishaje huyo kijana? Maana naona muda sio rafiki sana, tunatamani tusikie vizuri lakini Sasa kwa kijana ambaye anatamani lakini anaona kama elimu yake ndogo kwa chochote kile. Kikubwa kwenye biashara ama kwenye maisha. When you have something, do it. Kuna mtu mmoja alisema the future is not tomorrow. The future is tomorrow.
the future is today. Kile ambacho unaanza kukifanya. Yes. Kile ambacho unaona kinabadilisha step yako ambayo ulikuwa nayo jana, leo kuna hatua umefanya tofauti. Yes. That is a future. Yeah. Kwa amini kwenye kile ambacho naamini kabisa kitakupeleka mahali. Na kingine zaidi ni kupenda unachokifanya. Yes. Kiwe ni chochote kile, iwe unauza nyanya, iwe unauza bamia, iwe unalima, iwe unafanya vibarua. Yeah. Love it. Yeah. Kwa sababu kuna siku kwenye hizo movement zako kuna mtu atapenda zaidi ya hicho unachokifanya na atakutoa pale ambapo ulipo. Yeah. So naamini kabisa kijana yoyote yani asitangulize kushindwa. Tanguliza kujaribu kwanza. Yeah. Jaribu na ufanye. Yes. Na unachokifanya kiamini. Yeah. Yeah. Hapo biashara inalipa. Una mkwanja ni sio sinalipa tu kwanza wewe umesha employ inalipa ndugu yangu. Hapo kwamba imeweza kukusaidia yani like commit your expectations. Maana uliacha ili uweze kujikwamua na kuweza kusaidia wadogo zako. Sasa unaweza kuwasaidia na unajiona wapi yani like the trend inaenda juu, graph yako inapanda ama inashuka. Ukweli si kwamba napata kikubwa sana, lakini si kama vile nilivyokuwa. Ama si kama vile nilivyoanza. Yes. Ya japo familia naisaidia sio kwa kiasi kikubwa, lakini hatulali njaa. Yes. Wala hawashindwi kuvaa. Yeah. Ya sasa hatufukuzwi kwenye pango. Angalau tunalipa. So, I love that. Sio kikubwa sana, lakini angalau namshukuru Mungu. Yes. Yeah. Sasa ndugu yangu, tuna swali ambalo labda kidogo kama tukiendelea kuhitimisha. Unapenda hicho unachokifanya naamini. Ndio. Siete. Ndio. Na pia ni fursa ambayo labda wengi hawajaweza kuifanya. Wewe umesema ulianza biashara na kitu kidogo tu. Ulianza na hela? Of course, sorry, najua ulishajibu, lakini ulikuwa na certain amount ulikuwa umeshaweka kwa ajili ya kuanza. Apart from sasa ulivyoona fursa ile ya kwanza, ulikuwa na kiasi fulani cha kuanza. Kama hizo bajaji ni za kwako au umezirent au ni watu sijui. Why nauliza hili swali? Kwa sababu natamani mtu ambaye labda umemuinspire, anatamani kufanya this kind of business au fursa. Anaanzia wapi? Yani like mtu anataka kuanza business ya delivery. Unamshauri afanye nini? Kijana ambaye amekaa tu lakini ni fursa ambayo naona inahitaji tu akili na kujituma na kuwa mwaminifu. Hata wakati mwingine sio hela, kwa sababu yule anayekuagiza anakupa hela yake. Ndio. Sawa. Na unawezaje kuhakikisha kwamba haupati loss? Kwa sababu I believe hapo kuna transportation costs, lakini kuna bei. Do you have una add hela juu ya kila sijui. Unamwashauri vipi mtu ambaye anataka kuanza? Yes. Kwa mtu ambaye anatamani kuanza, by the way kweli mimi nilipopataga ile oda ya kwanza ya mtu ambaye aliniagiza alikuwa tayari ameshajiandaa. Baadaye nikakaa sana sikupata oda. Kwa hela sikuwa na hela yoyote kwamba nitafanya maybe nitaenda kununua alafu nitaleta. Kuna wengine kwa ananiambia jaribu kwenda kuchukua alafu unarudi unaposti tu, tunaona kwamba unachukua mtu yote unamfanyia delivery kwa hela yangu, lakini sikuwa na uwezo hata huo. Kwa siku moja ilikuwa ni mchana, mtu mmoja akawa amenioda boxer. Mimi nilianza tu kwa na posti tu mtandaoni na posti hivyo bidhaa, nikana posti nguo. Sana nilianza na nguo. Na posti nguo. Sasa kuna mtu mmoja nilikuwa nawasiliana naye tu kwenye simu, tunafanya chatting. Ilikuwa ni msanii wa uigizaji. Basi akazipenda boxer, akawa ameniagiza. Akasema nahitaji hizo boxer. Nikamwambia hizo boxes zinauzwa 10,000. Akasema haina shida, mimi nataka 6. Sasa akasemaje, ukija utachukua hela yako. Na mimi nilikuwa natamani sana, lakini sasa ninafanyaje? Sina hata 100 ndani. Anataka boxer, akaniambia ukifika ukaniletea boxer mimi nitakupa 75,000. Kwa nikasema Mungu wangu, hii naitamani, nafanyaje? Kwa hiyo nimeongea na marafiki na ndugu jamaa kwa wakati ule chap wakawa ameniazima ile hela. Okay. Basi nimeenda nimechukua zile boxer. Nikaenda mpaka alikuwa anapatikana Sinza. Bahati mbaya bahati nzuri nimefika Sinza na mpige simu hakupokea. Hakupokea na hapo nimeshakopa hela za watu na tayari nimeshazinunulia. Mimi nilimwamini kwa sababu ni msanii, ni mkubwa kule, afu nilikuwa natamani kufanya, yani ndio mara yangu ya kwanza sasa natoa kutoka kwenye mfuko wangu. Kwa yani iliniumiza sana. Haki Mungu nililia. Yani nililia kwa sababu nikikumbuka ni hela za watu. Alafu tayari nimeshafanya manunuzi.
Kwa after nilikuwa nimeenda na bajaji. Yes. Nimechukua bajaji kabisa nikabeba mpaka kule Sinza. Yeah. Ananiangalia na namuonesha kwamba yule mtu apokee simu. Yeah. But nzuri alikuwa ni mtu mwelewa. Yeah. Akasema dada, twende turudi. Nirudi nalia mpaka kule nilipokuwa. Yeah. Kwa hiyo alipokea, hukumpata kabisa? Sikumpata tena. Okay. Na hapo ndo unatuambia like hiyo ni changamoto, baadhi ya changamoto. Kwa hiyo unaweza kuanza biashara bila mtaji au na kwa mtaji kwa kukopa au unaweza kuanza na mtaji ama pasipo. Yani mimi nachoamini mtaji ni idea, alafu na vile ambavyo unaamua kufanya. Kwa sababu mimi nilivyoanza nikasema nimepata order, let me nikope nipate, hiyo ndo mtaji wangu wa kwanza. Kwa hiyo unaweza ukakopa, unaweza kufanya chochote angalau tu, na sio kwamba ukope vikubwa, kidogo tu ambacho naamini kwamba nikipata nitaweza kurudisha. Ulituambia kwamba ulisikia mtu anataka kitu fulani akakukabidhi hela, ulitumia tu muda. Sometimes biashara ni muda tu, na ni fursa. Hii ni fursa kwa vijana. Kwa hiyo mimi ni rai kwa vijana, kama wewe umekaa kijiweni au umejikatia tamaa, yani you can start anywhere. And future is today, kama mgeni wetu alivyotuambia. Sijui labda tukihitimisha, naomba kwa sababu ya muda tunatamani tujue kwa kifupi, kwa mstari mdogo, unapatikana wapi? Okay, mimi sana napatikana Kariakoo, lakini kimtandao Instagram napatikana kama Twenzetu Sokoni Enterprises, TikTok as Twenzetu Sokoni Enterprises, lakini Facebook kwa jina hilo Twenzetu Sokoni Enterprises. Kwa namba ya simu ni 0785387117. Bizani kwa sasa tunajikita kwenye bidhaa zote. Hatujachagua. Kwa mteja akiwa na oda ya bidhaa yoyote anatuagiza tu wakati wowote na popote pale alipo tunamfikia. Wow. Naamini kwamba umegusa maisha ya kijana mmoja. Naamini nitoe rai kwa wale vijana wenye kupenda kuahirisha mambo. Na umeshaambiwa kwamba the future is today. Inamaanisha kwamba yani leo ndio unatakiwa kufanya kitu. Usisubiri kesho, kwa sababu wanasema tomorrow never comes. Kila siku itakapofika kesho utasema kesho. Lakini kwa sababu the future is today, unatakiwa kuitengeneza kuanzia leo. Ndio. Wow, karibu. Ndio tunahitimisha kipindi chetu leo na mgeni wetu mrembo. Tunahamasisha jamani, wasikilizaji wetu, vijana smart, naombeni mpate muda. Anyway, I'm not being paid for this, na sio debe napiga, lakini ninatamani kwa sababu ni kijana ambaye ni chipukizi, biashara yake ndo basi na miezi 5, lakini you can see the aggressiveness na kujiamini kwa biashara hiyo ya delivery. Kama nyinyi hamjui biashara ninayosema, ni biashara ambayo ni manunuzi na usambazaji wa bidhaa. Kwa hiyo wewe unamfikia online, alafu unasema kile unachokihitaji. Anaweza akaenda mwenyewe akanunua akakuletea, au wewe ukao umeshanunua lakini anafanya delivery services. Kwa hiyo hii ni fursa, na ninaomba vijana jamani, this is an opportunity. Ametoa namba yake, labda kama unahitaji kujifunza zaidi unaweza pia ukampigia. Otherwise, kipindi ni Kijana Smart Show. It's quite a very good morning. Naendelea kuwaomba wasikilizaji wetu na watazamaji muendelee kutufuatilia kwenye Boresha Radio platforms zetu zote za social media, lakini pia online. See you till then.